baada kumshukuru Allah tabaraka wa taala na kumtakia rehma na amani mtume Muhammadin sallallahu alayhi wasallam, na wausieni pamoja na kuihusia nafsi yangu kumcha Allah tabaraka wa taala, kwani huo ndio wasia wa Allah kwetu sisi, na wasia huo wameusiwa umma waliokuwa kabla yetu sisi. Ndugu zangu, mada muhimu ambayo kwamba nataka nigusie leo ni mada kila khatibu kabla hajaanza khutba yake lazima aanze na hiyo mada: usikum wa nafsi bitaqwa Allah, na usieni na nafsi yangu kumcha Allah. Leo tumepata dhiki na mashaka katika maisha kwa sababu tu tumeacha hili jambo la kumcha Allah tabaraka wa taala. aya shakiyan hamma alhayati wa dhiqiha abshir bi khairin farabbuka qad abana almanhaja man yattaqi arrahmana jalla jalaluhu yaj'al lahu min kulli dhiqin makhraja. Ewe ambao kwamba unashtakia dhiki za maisha na mashaka yanayopatikana katika haya maisha, kuwa na bishara kwamba Allah shakupa suluhisho ya dhiki za maisha na mashaka yake. Suluhisho ni gani? Na manhaji ni ipi? Na barabara ipi tutaishika ili tujinasue kwa matatizo yanayotuzunguka na yanayotukumba? Man yattaqi arrahmana jalla jalaluhu, yoyote atakayemcha Allah aliyetukuka, yaj'al lahu min kulli dhiqin makhraja, anamjalia kwa kila dhiki na zito na mashaka na tabu anapata suluhisho, faraja baada ya dhiki, furaha baada ya huzuni, kicheko baada ya kilio. Lakini je, tuko tayari kumcha Allah tabaraka wa taala? Wale watu watatu waliokuwa wameingia katika pango wakingojea mvua imalizike na wakijistiri pale wasipate kutota, baadaye hawakujua wanapojistiri ndo huenda labda kama si rehema ya Allah ikawa ndo kaburini kwao. Jiwe kubwa lilianguka na likaziba mlango walioingilia. Sheikh, mimi nishaingia kwa mapango makubwa kadhaa. Kama pango hujui barabara ya kutokea, huwezi chukua hatua ukasonga mbele. Kuna pango niliwahi ingia nikatembea ndani kwa muda wa dakika 50. Kuna sehemu unatembea kwa kutambaa, kuna sehemu unatembea kwa kuinama, kuna sehemu unatembea ukiwa umeelekea upande mmoja kwa sababu ni finyo, inavotisha. Lakini kwa vile tumepata mwenye kutuongoza tunaenda. Wewe pango ndo mwanzo kuingia, utasema natafuta barabara nyingine? La, uende ukapotelea huko ndani. Kilichowasaidia ni nini hao watu watatu? Kila mmoja alichokitaja ni jambo zuri, lakini msingi uliowapelekea kufanya jambo hilo zuri ni kumcha Allah. Yule aliyetaja kwamba anawatendea mema wazazi wake, kilichowapelekea watende mema ni kwa sababu wamemcha Allah. Kwa sababu at-taqwa huwa fi'lul ma'muri wa tarkil mahdhuri waridha bil maqduri. Maana taqwa ni kufanya ulichoamrishwa na kuacha ulichokatazwa na kuridhika kile Mungu alichokukadiria. Sasa hawa walifanya walichoamrishwa. Wa kwanza akawa mwema kwa mzazi wake: ewe Mola wangu, ikiwa nimefanya hili kwa sababu ya kutafuta ridha zako, tupatie faraja, ututoe katika hii dhiki. Man yattaqi arrahmana jalla jalaluhu yaj'al lahu min kulli dhiqin makhraja.
jiwe limesongea. Allah alishindwa kujalia lile jiwe lisongee wote waweze kupita bila wasiwasi. Alisongeza kidogo tu ili na nyinyi mliobakia pia muweze kumwomba Allah kwa mazuri mlioyafanya. Mwingine akaelezea ni namna gani ilikuwa anamvizia na kummezea mate na kumtamani binti wa ammi yake, mwisho akapata fursa ya kuzini naye. Binti akamwambia usivue pete ambayo kwamba bado haijakuwa halali kwako. Umefunga milango yote lakini Allah bado anatuona. Akawacha kufanya jambo la haram, si kwa kuwa hawezi, bali ni kwa kuwa yomcha Allah. Na akasema inni akhafu in asaitu rabbi adhaba yawmin adhim, mimi naogopa nikimwasi Mola wangu adhabu ya siku nzito sana. Kilichompelekea ni nini? Ni takwa. Jiwe likasongea tena kidogo. Watatu naye akatawassal na uaminifu wake, mshahara wa mfanyikazi wake aliouacha akaukuza ukawa mwingi. Mfanyikazi alipokuja kudai mshahara wake amwambia hii mali unayoiona yote ni yako. Kwa uaminifu. Ilompelekea afanye hivyo ni nini Waislamu? Ni takwa. Leo kumepatikana ufisadi kwa sababu uaminifu hakuna. Hatujali haki za wenzetu, kila mmoja wajali haki yake. Na lau ingekuwa wajali haki yako, ukiipata watosheka kwa kuwa ushapata haki yako, pia ingekuwa ni khair. Lakini wajali haki yako na upate kupitiliza kiasi kile unachostahiki katika haki yako kwa kumdhulumu mwingine. Kwa nini ufisadi usipatikane? Walastu ara saadata jam'a malin lakin at-taqiya huwa as-sa'idu wa taqwa Allahi khairu zadi dhakhran wa 'inda Allahi lil-atqiya'i mazidu. Na sioni furaha katika maisha haya ya dunia kushinda kumcha Allah tabaraka wa taala. Hii ndio itakupatia furaha, itakupatia utulivu, itakupatia amani. Leo kwa nini tunaishi watu wakiwa na tahadhari, hawaendi kinyume na matakwa ya serikali? Jambo lililokatazwa na serikali iko mbali. Mtu atakuwa na tahadhari asilifanye, hili limekatazwa. Jambo lililoamrishwa na serikali, mtu atakuwa tahadhari, hili limeamrishwa. Kwa nini tukisafiri tukija visiwani lazima tubebe vitambulisho? Kwa sababu yatakikana, serikali lazima waone, si ndio? Mbona jambo likiamrishwa na serikali twatii, lakini Mungu akiamrisha hatutii? Je, serikali ya duniani ina nguvu kushinda serikali iliyoko mbinguni? Sisemi haya ili kwa wale wasiokuwa na akili waseme ikiwa Mungu ana nguvu tumwasi, basi ni aula na huyu wa duniani pia tumwasi. La, bali inamaanisha ikiwa wa duniani ni dhaifu tumtii, bali ni aula zaidi mwenye nguvu isiyokuwa na mipaka, isiyokuwa na kuexpire, isiyokuwa na sehemu. Nguvu za Allah hazina kiwango. Nguvu za Allah hazina wakati. Nguvu za Allah hazina sehemu. Lakini nguvu ya serikali iko na kiwango. Serikali ya duniani, nguvu ya serikali iko na wakati, itatoka nguvu ziende kwa mwingine. Nguvu ya serikali iko na sehemu nyingine hawana nguvu. Nenda nchi jirani, serikali wa Kenya hawezi hukumu nchi nyingine, atahukumu hapa. Lakini Allah nguvu zake, je, tuna wasiwasi nazo? Mbona tuna maasi? Ukitaka kuishi kwa furaha, basi ishi ukifanya yale anayotaka Mola wako. Mfano uliokuwa wazi, hauwezi ishi na amani wala na utulivu wala na furaha kwa nyumba tu ya mzazi wako aliyekuzaa, anayekulisha, anayekuvisha. Kwa nini? Kwa sababu amekuzaa.
kwa sababu yeye ndo anakuangalia maisha yako, matakwa yako anayatekeleza. Huyu ni mzazi. Vipi utaishi juu ya ardhi ya Allah aliyekuumba uishi unavyotaka wewe? Ikiwa utaswali waswali muda unaotaka wewe, na ukijisikia kuna siku nyingine usema sina mudi ya kuswali, siko na mood. Na vijana wengine ukiambia twende tukaswali wanakuambia hatuko tohara. Utafikiri na wao wako katika period siku 3 ama siku 6. Kama uko tohara si ukajitoirishe. Wale wanawake washindwa kujitoirisha kwa sababu wamewekewa muda na Allah alivyowakadiria, siku 3, siku 5, siku 6, siku 10. Wewe ushajua hauna tohara, mbona usitekeleze ibada? Jitoirishe utekeleze. Lakini yote yachangiwa na nini? Hatuna takwa. Takwa ndio tumeikosa. Na hii takwa tulipoikosa, tumekosa mambo matatu muhimu ambao kwamba mambo hayo ndo nguzo za ibada. Mara nyingi sisi tukielezwa na mashekhe wetu tunaelezwa shurutu li ibada. Lakini swali ni je, ma hiya arkanu li ibada? Sharti za ibada al-ikhlasu wal-mutabaa. Hiyo ndo sharti. Na tofauti ya sharti na ruknu ni moja. Sharti inapatikana kabla ya kutekeleza jambo, lakini ruknu inapatikana ndani ya jambo. Sharti ya kujenga nyumba lazima ipatikane mchanga, kokoto, simiti, maji. Zinapatikana kabla kupatikana nyumba. Lakini ili nyumba isimame lazima kuwe na nguzo. Hizo nguzo ziko ndani ya nyumba ama ziko nje ya nyumba? Ziko baada ya nyumba kutengezwa ama kabla nyumba kutengezwa? Baada ya nyumba kutengezwa, si ndio? Na hivyo hivyo ibada. Kitu chochote ukisikia sharti ni zile zinatekelezwa kabla ya kutekeleza ibada. Lakini ukisikia ruknu ni lile jambo linalotekelezwa ndani ya ibada, hiyo ndo ruknu. Sasa shurutu la ibada al-ikhlas wal-mutabaa. Huenda kwa na ikhlas uko na mutabaa, lakini kuna vitu vitatu ambavyo kwamba ni arkanul ibada. Tukiona hivyo vitu vitatu ndo tutaweza kutekeleza yale mambo matatu ya takwa: fi'lul ma'muri wa tarkil mahdhuri wa ridha bil maqduri. Arkanul ibada tatu ni zipi? Hiya al-mahabbatu wal khawfu war raja'u. Ni kuwa na mapenzi kwa kumpenda yule unayemwabudu. Ukimpenda unayemwabudu utakuwa uko mchangamfu kutekeleza aliyokuamrisha. Lakini sisi mapenzi hatuna. Mapenzi ya kupendana viumbe kwa viumbe tuko nayo, tuwapenda, hata tuko tayari kuiba ili tuwafurahishe, tuko tayari kukopa ili wanachokitaka wakipate, tuko tayari kufanya kitu kwa sababu unampenda yule. Swali ni je, unampenda Allah tabaraka wa taala? Ukimpenda utakuwa mchangamfu kumwabudu na kutekeleza alichokuamrisha. Pili, al-khawfu, kuwa na khawfu na tahadhari na adhabu yake. Ukiwa na khawfu utakuwa tarkil mahdhuri, utaacha ulichokatazwa. Unaacha yale uliokatazwa na serikali kwa sababu uko na hofu hatua kali watakuchukulia. Je, tumesahau kwamba Allah pia anaweza kuchukulia hatua kali? Allah anaweza kutuadhibu pia. Tumelisahau hilo. Kwa hiyo rukni ya pili ya ibada ni lazima tuwe na hofu. Ukiwa na hofu na tija yake utaacha ulichokatazwa. Nukta ama ruknu ya tatu ya ibada, arraja, kuwa na matarajio mema. Na ukiwa na matarajio mema utakuwa na dhana nzuri kwa Allah. Na ukiwa na dhana nzuri kwa Allah utapata kitu kinachoitwa ar-ridha bil maqduri, kuridhika na kile Allah alichokukadiria. Hatutekeleza alichotuamrisha Allah kwa sababu hatuna mapenzi. Hatuache alichokataza Allah kwa sababu hatuna hofu. Haturidhiki na makadirio ya Allah kwa sababu hatuna dhana njema na Allah.
Unapokosa kuridhika ndo pale unaanza kumhusudu mtu asiyokuwa na hatia. Hivi unadhania yule mwingine amepewa ukanyimwa wewe kwa sababu Allah akiwapa nyote bajeti yake inaharibika? Unadhania yule amepewa ukanyimwa wewe kwa sababu Allah akiwapa nyote hawezi, atafilisika? Pale unapomhusudu mtu aliopewa zaidi yako, ni kana kwamba unamwambia Allah, wewe huelewi, mimi ndio nilikuwa nastahili kupewa, kwa nini umempa yule? Lazima tuwe na haya mambo matatu tutaishi na furaha. Mimi sijawahi kuona hasidi anaishi na furaha, sijawahi. Kila siku yoishi na huzuni na dhiki na tabu na mateso, kwa sababu miongoni mwa neema za Allah, kadri mja wake yohusudiwa ndo kadri yozidi kumneemesha. Hiyo ndo neema ya Allah. Sasa wewe ukiwa uhusudiwa, ukijua wanaokuhusudu wape zawadi, kwa sababu wao wakiendelea kuhusudu Allah anaendelea kukuneemesha. Usiwakasirikie, wapongeze. Ndugu zangu, lazima tuwe na takwa. Mtume sallallahu alaihi wasallam, Allah tabaraka wa taala katika aya nyingi katika Qur'an anatuamrisha, in tattaqullaha yaj'al lakum furqana wa man yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuquhu min haythu la yahtasib. Hizi ni aya tuzisoma katika Qur'an, lazima tuzifanyieni kazi, lazima tuzitendee kazi. Na Mtume sallallahu alaihi wasallam anatuamrisha, anasema, ittaqillaha haythu ma kunta wa atbi'is sayyi'ata alhasanata tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasan. Mche Allah popote utakapokuwa. Leo unampata kijana wa Kiislamu akiwa sehemu yuko kama rasini haibi, lakini akienda Mbojumwali ataiba, kwa sababu kule hakuna ananijua. Sheikh, usifanye jambo kwa watu kukujua. Nabii Allah Musa alipoingia ardhi ya Madian hakuna anayemjua, si ndio? Lakini alifanya jambo zuri, kwa sababu yule anayelipa kwa mazuri huwa anakuona unapofanya mazuri sehemu yoyote. Lakini ikiwa unahitajia malipo kwa watu, basi kimbilia kufanya mambo mazuri sehemu wanaokujua watu, uone kama watakulipa ama utajuta kwa nini ulifanya mazuri. Sio yote unayemfanyia mazuri anakufurahisha. Kuna wengine ukiwafanyia mazuri, al-ihsanu ila ghairi ahlihi darar. Ukiwafanyia mazuri watu wasiyostahili kufanywa mazuri, hiyo inakuwa ni madhara kwa wewe mwenye kufanya mazuri. Lakini hatujali madhara wala shukrani za watu, tunajali ridhaa na malipo ya Allah tabaraka wa taala. Angalieni Musa alipoingia na Khidri, ile sehemu walioingia, hatta idha ataya ahla qaryatin istat'ama ahlaha faabaw an yudayifuhuma. Wameingia katika mji, wote hawa ni manabii wa Allah. Wakati wao ilikuwa hakuna watu bora ulimwenguni kuwashinda wao, lakini angalia, wameomba patiwe maji ya kunywa, wameomba patiwe chakula. Ni wageni, ilikuwa wafaa wakirimiwe bila kuomba, lakini hivyo hivyo wameomba. Na wale walioomba pamoja na kuwa wanajua hawa ni wageni, hivyo hivyo wakakataa. Wacha kuwapa chakula, hata maji ya kunywa hawakupewa. Manabii wa Allah hawa. Sio lazima kokote utakapoingia wewe ujulikane kwamba ushaingia. Kuna watu wakiingia mahali, kila mmoja ajue kwamba ameingia, mkubwa fulani yuko leo, itangazwe. Lakini angalia watu wa bora hawa, ulimwengu mzima wakati wao ndio walikuwa bora. Wameingia mahali hakuna anayewajua, na hao watu wakawadharau, hawakuwakirimu. Lakini Khidri aliwacha kujenga ule ukuta, kwa sababu hao wamekataa kutupa chakula, wamekataa kutukirimu. Musa alipomlaumu Khidri, akamwambia, kwa nini wewe umejenga ukuta, hao wamekataa kutukirimu? Ni ubinadamu ule. Lakini Khidri alimwambia, hichi nilichokifanya mimi wewe ulitangulia kufanya kabla yangu.
Mimi nimejenga ukuta kwa kufanya mazuri, na wewe ulipoingia katika ardhi ya Madian hukupewa maji wala chakula wala kinywaji, ulifanya mazuri kwa kuwanywisha wale mbuzi wa wale wasichana wawili. Na wewe ulipowanyishwa hukutaka ujira, na wewe uliitwa upewe ujira wako na hukuuliza. Fajaatu ihdahuma tamshi ala istihya qalat inna abi yad'uka liyajziyaka ajra ma saqaita lana. Alipoenda kwa baba alidai? Hakudai. Hakuna mahali katika Qur'ani imeandikwa kwamba Musa alilipwa kwa kunywisha wale mbuzi maji, hakuna. Isipokuwa iko aliitwa apewe ujira, lakini hakuna mahali kama amepewa, hakuna. Wewe ikiwa umeitwa upewe mpaka malipo na haukuchukua, je, mimi ambaye kwamba hata sijatajiwa malipo ndo nidai malipo? Haiwezekani. Kwa hiyo ndugu zangu, hawa wamefanya mazuri sehemu wasiojulikana. Mtu mzuri atatenda mazuri hata kwa asiompenda. Mtu mzuri atatenda mazuri hata sehemu wasiojulikana. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim wal barrul karim. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. Ndugu zangu, Abdullah ibn Umar radhiyallahu anhuma siku moja ilikuwa atakumtahini abdun, mtumwa. Alimpata yar'a shah, anachunga mbuzi wengi. Akamwambia bi'li ya shat, bi'li ya shat, niuzie mimi mbuzi mmoja. Na yomjua huyu ni mtumwa, hawa mbuzi sio wake, lakini anamwambia niuzie. Yule mtumwa akamwambia Abdullah ibn Umar, innani abdun wa hadha milku li sayyidi, mimi ni mtumwa na hawa mbuzi ni milki na mali ya bosi wangu. Akamwambia niuzie. Thumma qul li sayyidik akalaha dhibu, niuzie na bosi wako kukuuliza mbona mbuzi mmoja amepungua, mwambie huyo mbuzi kaliwa na mbwa mwitu, si wajua huku msituni mbwa mwitu wako. Huyu mja subhanallah akasema, idha qultu li sayyidi akalaha dhibu famadha saaqulu lillah, nikimwambia bosi wangu kwamba huyu mbuzi niliokuuzia ameliwa na mbwa mwitu, Allah siku ya kiyama atatuuliza, wakifuhum innahum mas'ulun, wasimamisheni, lazima wao wana maswali wajibu. Ikiwa mkweli siku ya kiyama taulizwa, je, muongo taachwa? Liyas'ala as-sadiqina an sidqihim, wa kweli wataulizwa pia maswali juu ya ukweli wao. Ikiwa mkweli lazima ajibu maswali, mkweli lazima ulizwe maswali. Je, sisi warongo tutaachwa? Nikimwambia bosi wangu huyu mbuzi ameliwa na mbwa mwitu, nikamdanganya, tena yosema haya maneno hamjui Abdullah ibn Umar, huyu ni mtumwa, hamjui kabisa, vipi nitamwambia Allah siku ya kiyama? Siku ambao kwamba mdomo uliokuwa nao hautaweza kujikontrol ukaongea unachotaka, bali utaongea mdomo kwa yale ambao kwamba umeyafanya na umeongea ukiwa duniani. Si maajabu mdomo kuongea, lakini maajabu ni ulimi uwe na mdomo wa kuongea. Sijui mnanielewa? Kawaida mdomo waongea, si ajabu hiyo, lakini ajabu ni huu ulimi utakuwa na mdomo wake kivyake uongee, si wewe ucontrol, utaongea wenyewe.
yauma tashhadu alayhim alsinatuhum, ndimi hizi zitaongea, zitakuwa na mdomo wake. Alyawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Itaongea miguu, itaongea mikono. Huu ulimi utakuwa na mdomo wa kuongea. Huu mwili wako wote, hakuna kiungo kikubwa kilichomilikiwa na binadamu kushinda mwili. Mwili ndio kiungo kikubwa kushinda vyote. Huu mwili wote utaweza kuongea, utakuwa na mdomo wake kivyake pia uongee. Hatta idha ma ja'uha shahida alayhim sam'uhum wa absaruhum wa juluduhum bima kanu ya'malun. Masikio yatakuwa na mdomo, yataongea. Macho yatakuwa na mdomo, yataongea. Ulimi utakuwa na mdomo, utaongea. Mwili utakuwa na mdomo wa kuongea. Si kwa kuwa wewe hautaongea. Wewe hautaongea kwa muda, hizi zitatoka ushuhuda. Zikimaliza kutoka ushuhuda, wewe utaongea nao. Waqalu lijuludihim lima shahidtum alaina. Bimaana hizi viungo zilizotoa ushuhuda, wewe utaongea pia kuziongelesha. Na Allah aliyopatia uwezo hizi viungo viongee wakati havina mdomo, atapatia uwezo zikusikie wewe ukiziongelesha, kisha zikujibu wewe kwa swali uliloliuliza. Waqalu lijuludihim lima shahidtum alaina, enyi mili yetu, mbona mmetutokea ushuhuda kwa maovu yetu mbele ya Mola wetu? Haitanyamaza mwili. Mwili itakuwa na masikio, itasikia ilichoulizwa. Mili itatujibu sisi wenyewe, iseme antakana Allah alladhi antaka kulla shay. Allah ndo ametufanya tutamke, tuongee, na yeye ana uwezo wa kuongelesha kitu chochote kile. Ndugu zangu, kilichompelekea huyu awe muaminifu kwa mali ya bosi wake ni nini? Ni takwa, ni ucha Mungu. Kwa hiyo sisi tukitaka saada, tukitaka tujinasue katika dhiki tulizokuwa nazo, matatizo tuliokuwa nao, masaibu tuliokuwa nao, tuwe na takwa. Fattaqullaha haqqa taqwa fa inna ajsadana ala an-nari la taqwa waraqibuhu fi sirri wan najwa wahasibu anfusakum ma dumtum fi zamani al-imhal wa'malu li yawmi al-'ardi 'ala al-kabir al-muta'al wattaqu yawman turja'una fihi ila Allah thumma tuwaffa kullu nafsin ma kasabat wa hum la yuzlamun. Mcheni Allah, tumche Allah haki ya kumcha. Fa inna ajsadana ala an-nari la taqwa, mili yetu hayana uwezo wa kustahimilia moto wa Allah. Kaabu al-Ahbari, nikikamilisha khutba yangu, anasema fawalladhi nafsu Ka'bin biyadi law kunta bilmashriqi wan-naru bilmaghrib thumma kushifa anha lakharaja dimaghuka min mankharayka ya qaumi hal lakum bihadha qarar am lakum ala hadha istibar ya qaumi ta'atu Allahi ahwanu alaykum min hadha al'adhab faati'uhu litanalu athawab. Na hapa Mungu Allah aliyemiliki nafsi ya Kaab, lau wewe utakuwa mashariki na moto uwe magharibi, kisha moto ule ufunguliwe, vuke lake kutoka magharibi litakufikia wewe uko mashariki, hadi ubongo wako uyayuke utoke katika tundu mbili za pua. Vuke, si moto, vuke. Anauliza Kaabu al-Ahbar, ya qaumi hal lakum bihadha qarar am lakum ala hadha istibar? Enyi watu, mnachagua haya ndio makazi yenu? Mnaweza kustahimilia adhabu hii? Mnaweza kuvumilia mkasema sisi tumekomaa? Jueni kumtii Mola wenu ni wepesi kwenu kushinda hii adhabu.
utamu wa kumaasi Allah utaisha ungojewe na adhabu, na uzito wa kumtii Allah utaisha ungojewe ridhaa za Allah na thawabu. Sasa wewe angalia utafanya nini, ungoje nini? Utatanguliza uzito ungoje radhi na ujira na thawabu, ama utatanguliza utamu ungoje adhabu na iqab na nar? tafna alladhadhatu mimman nala safwataha min alharami wa yabqa alithmu wal'aru tabqa awaqibu su'in min maghabbatiha la khayra fi ladhatin min ba'daha an-nar. Utamu wa kumasi Allah utaisha kwa yule anayefanya madhambi na haram na aliyokatazwa na Allah, utamu utamalizika, lakini itabakia madhambi na aibu, itabakia mwisho wake adhabu inakungoja. Hakuna kheri kwa kitu chochote kitamu ambao kwamba mwisho wake ni moto wa Allah tabaraka wa taala. Ndugu zangu, hii ndio hutuba yangu. Tumcheni Allah, turudini nyuma, tujue tofauti pekee iliyoko kati ya binadamu na wanyama sio kusikia. Hata wanyama pia wanasikia, na sio kuelewa. Wanyama hawaelewi, binadamu yaelewa. Lakini tofauti si kuelewa wala tofauti si kusikia. Tofauti ni baada ya kusikia. Je, wabadilika ama uko vile vile? Mnyama badiliki kwa sababu haelewi, lakini matatizo ni binadamu anaelewa kisha abadiliki. Yeye na mnyama nani afadhali? Afadhali mnyama, si ndio? Tusiwe miongoni mwa wale wanaosema Allah wa in tad'uuhum ila alhuda la yasma'u, wakilinganiwa kwa uongofu hawasikii. Wa in tad'uuhum ila alhuda falan yahtadu idhan abada, wakilinganiwa kwa uongofu hawaongoki. Hakuna faida sisi kuongea katika misikiti khutba kisha wewe unajua nafsi yako kwamba mimi nafanya mabaya, ukitoka ufanya vile vile. Wewe unajua nafsi yako kwamba nafanya mazuri, ukitoka hauzidishi wala hubaki hapo hapo, bali unapunguza pia unawacha. Tuweni tofauti na wanyama. Wanyama wanasikia, sisi tuwasikia. Wanyama hawaelewi, sisi tuwaelewa. Wanyama hawafanyi kazi, lakini sisi tunaoelewa pia hatufanyi kazi. Ndio Allah akasema bal hum adhal, sisi ni wapotevu kushinda wanyama, sababu sisi tuelewa na tuacha kufanyia kazi tunachoelewa. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. اللهم ارض عن الخلفاء الأربعة أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن بقية صائر الصحابة أجمعين. اللهم ارزقنا توبة نصوحة قبل الموت، وحسن الختام عند الموت، ونطق الشهادة في الموت، وقول الثابت بعد الموت. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك. MBTV, dira ya maisha yako. Ikiwa vitabu ni mabustani ya wanavyoni, basi MBTV ni bustani ya watazamaji wake. Pata elimu na maarifa lukuki kutoka MBTV. Pia usisahau kusubscribe channel yako hii ili uweze kuyapata matamu yote yanayoandaliwa kwa ajili yako. MBTV, dira ya maisha yako. Yuwalingania dini kwa maneno na vitendo, na moyo wake laini na wala hana mafundo, na moyo wake laini na wala hana mafundo. Jina lake tambueni ni Muhammad Baher.